Kuna kitu cha kutiwa moyo kutoka kwa Samsoni, kwa sababu Samsoni amepoteza macho sasa, lakini katika upofu huo maadui aliyowaangamiza kipindi amepoteza macho ni wengi kuliko waliowaangamiza kipindi chote cha uhai wake. Sasa inachanganya kidogo, kwa sababu tulitegemea kipindi akiwa na macho basi ndio angeangamiza maadui wengi, basi angeshinda sana kuliko kipindi ambacho ni kipofu. Lakini cha ajabu nakuta kwamba kipindi ambacho ni cha kuvunja moyo, cha kukatisha tamaa, kipindi amepoteza macho, ndio kipindi anaonekana kuwa na ushindi mkubwa zaidi kuliko kipindi chote cha uhai wake ambacho alikuwa na macho yote mawili. Sasa habari hii inachanganya kwa sababu kwa nini aoneshe ushindi mkubwa wakati vitendea kazi sasa vimepungua? Vyanzo vile vinavyojulikana kwamba ndio vinamsapoti mpiganaji yoyote vimeondoka, lakini sasa anaonesha ushindi. Kitu ambacho unataka ufahamu ni kwamba agano na nguvu za Samsoni hazikuwa kwenye macho. Nguvu ya Samsoni ilikuwa kwenye agano na Mungu, na agano na Mungu na Samsoni halikufanyika katika macho ya Samsoni, lakini ilifanyika katika nywele za Samsoni. Ni nywele za Samsoni na sio macho ndio vilikuwa na agano na Mungu. Kwa hiyo wakati adui amepoteza macho ya Samsoni, Samsoni angeliweza kukata tamaa na kusema basi imeisha, lakini pale ilikuwa ni nafasi ya Samsoni kugundua sasa kwamba nilifikiri kwamba naishi kwa sababu ya haya macho, lakini kumbe ushindi wangu haupo katika haya macho, lakini upo katika agano na Mungu ambalo lipo katika nywele. Naongea na mtu ambaye amepoteza kazi, amepoteza mahusiano, amepoteza mtaji, amepoteza biashara, amepoteza kitu ambacho alikuwa anaamini kwamba hiki ndicho kitakachonitoa katika maisha yangu, lakini sasa amepoteza. Ninachotaka ukumbuke ni kwamba kama ilivyokuwa na Samsoni, kwamba agano lake na Mungu na asili ya nguvu yake haikuwa kwenye macho, lakini ilikuwa kwenye agano na Mungu, ambalo lile agano lilifungwa kwenye nywele. Kadhalika hata wewe, ushindi wako na ushindi wetu haupo katika biashara fulani, haupo katika kazi fulani, haupo katika mahusiano na mtu fulani, lakini ushindi wetu halisi upo katika agano letu na Mungu. Na agano letu na Mungu kama ilivyokuwa kwa Samsoni, ambapo agano lake lilikuwa kwenye nywele na sio kwenye macho, na sisi agano letu na Mungu halipo kwenye biashara yako, halipo kwa bosi wako, halipo kwenye kitu chochote, lipo katika kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Madamu Kristo alikufa na kufuka, agano letu lipo bado, liko hai. Hata kama kazi yako imepotea, urafiki wako umepotea, lakini maadamu lile agano liko hai, maadui ambao unakwenda kuwashinda sasa, vita ambao unakwenda kuishinda sasa, mateka ambao unakwenda kuyateka sasa, na ushindi ambao unaenda kuonesha sasa na kuushinda sasa, utakuwa ni mkubwa zaidi kuliko kipindi uko na kazi, kuliko kipindi uko na mahusiano na vile vitu ambavyo vyote tunavitegemea kwamba hivi ndivyo vinaweza kunisaidia. Ushindi utakaotoka nao sasa ni mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu sasa unarudi katika kutegemea agano halisi ambalo ni nini? Ni mauti ya Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi nikutie moyo kwamba haijalishi umepoteza nini mpaka sasa, inuka, kwa sababu agano lako na Mungu bado lipo. Inuka na unaenda kufanikiwa zaidi. Kama Samsoni alivyowaua wengi zaidi kuliko siku zote za uhai wake, ndivyo ambavyo unaenda kushinda zaidi kuliko siku zote za kazi yako na kuliko siku zote ambazo watu walitegemea kwamba ndio siku zako za ushindi. Mungu Baba wa mbinguni akubariki sana. Haleluya.